Utasikia mimi nataka kujifungua kwa operation. Ukijifungua kwa njia ya kawaida unatanuka, alafu then unakuwa unashindwa kuwa mtamu, kitu ambacho kinaweza kukuvurugia au kuharibia ndoa. Hizi ni kelele au kasumba za watoto wa miaka hivi karibuni. Nadhani kuna kaujinga fulani wanarithishana ya kwamba ili maungo yako yaendelee kuwa kwa size zile zile, basi unatakiwa ujifungue kwa njia tofauti na mtoto kupita kwenye hii njia ambayo ni natural. Sasa ngoja nikwambie, kwa kawaida kuna homoni ambazo zinafanya kazi ya kutanua na kurudisha sawa njia au via hivyo vya uzazi. Nimeongea kwenye makala za nyuma. Lakini pili, kujifungua kwa njia ya upasuaji ambayo ni cesarean section, mara nyingi ina complication ambazo wewe hautoziona. Hivi unafahamu kwamba mtoto anavyopita kwenye hii njia ya kawaida, zile curves namna anavyo move inamsaidia yeye kwenye kushape spine yake, lakini vile vile kuruhusu kichwa chake kiwe kwenye shape ambayo inakuwa iko desired. Sasa hauwezi kuyajua haya, lakini wewe utakachoangalia ni time, pia utaki maumivu, utaki na vitu. Nadhani hayo maumivu yaliyoko hapo kwa sababu sasa wewe kama unataki, wewe utakuwa special case. Lakini nikukumbushe tu, kuzaa kwa njia ya kawaida, yani SVD, ni miongoni mwa vitu safi sana ambavyo mwanamke inashauriwa apitie kwenye historia ya maisha yake kwa manufaa ya mwanamke pamoja na mtoto. Itasaidia hata kukumbusha mwili kwamba tayari shughuli imeisha, ili kuboost, kuruhusu homoni nyingine ziingilie kati, mfano homoni ya prolactin, oxytocin na mambo mengine yote. Hizi homoni zinamhitaji sana, ni za muhimu sana kuwa controlled kwenye kipindi hiki, ili mama huyu asiingie kwenye changamoto za maambukizi, changamoto za kushindwa kufunga au kuzuia control damu, changamoto za maziwa kutoka au athari nyingine za kiafya. So SVD au njia ya kawaida ya kujifungua ni muhimu kuliko hata hiyo njia ambayo wewe umedanganywa au umekalilishwa ya kwamba inaweza kukufaa. Hii ni Swahili Medics. Sina la ziada. Ciao.